Kongamano hilo litafanyika tarehe 27 Machi mwaka huu katika ukumbi wa Wakili House, ambapo ni hapa tulipokaa, ni jengo hili ambapo tupo, ikiwaletea pamoja na wataalamu wa sheria, watunga sera, wanataaluma mbalimbali, viongozi wa biashara, wataalamu wa utatuzi wa migogoro mbadala, pamoja na wataalamu kutoka kada mbalimbali, ili kuzitathmini kwa kina hatua za kuongeza ushiriki wa wanawake katika utatuzi wa migogoro. Kongamano hilo litatanguliwa na mafunzo ya ana kwa ana ya siku 3 yenye mada isemayo kujenga uwezo na kujiamini kwa wanawake katika utatuzi mbadala wa migogoro, kwa maana ADR, yatakayofanyika kuanzia tarehe 24 mpaka tarehe 26 Machi mwaka huu jijini Dar es Salaam, na mafunzo hayo yataendeshwa hapa kwenye jengo hili. Jumla mada ambazo zitafundishwa katika mafunzo hayo ya wanawake inahusu masuala mbalimbali ambayo ni misingi ya usuluhishi na upatanishi, yani arbitration na mediation, ujuzi wa vitendo katika majadiliano na usimamizi wa migogoro. Mada nyingine ambayo inatarajia kufundishwa ni viwango vya maadili na wajibu wa kitaaluma katika ADR. Pia watafundishwa kuhusiana na njia za kujenga taaluma na kupata ithibati katika ADR na mikakati ya kujenga kujiamini na uwepo wa kitaaluma katika mashauri ya utatuzi wa migogoro. Hizo mada mbalimbali ambazo zimependekezwa zinaonekana kwamba watakapokuwa wamefundishwa wanawake katika kongamano hilo na katika mafunzo hayo, watajengewa uwezo wao na wataweza kuingia katika hiyo sekta ya kufanya kutatua migogoro kwa njia ya mbadala. Kwa nchi yetu Tanzania hapa kulikuwa kuna sheria huko nyuma, lakini ilipofika mwaka 2020 sheria ile ilibadilishwa, tukapata sheria inayoitwa The Arbitration Act. Nadhani inaitwa kwa Kiswahili itakuwa sheria ya usuluhishi. Sheria hiyo ilikuja na takwa la kwamba mtu yoyote atakayetaka kufanya shughuli za usuluhishi kwa kulipwa anatakiwa apate ithibati kutoka Wizara ya Katiba na Sheria, na ndio maana tuko hapa tukishirikiana pia na Wizara ya Katiba na Sheria, ingawa hawakuweza kufika siku ya leo. Kwa hiyo kuanzia mwaka 2021 mpaka sasa, yoyote ambaye anataka kufanya shughuli hii amekuwa akipata ithibati kutoka Wizara ya Katiba na Sheria.